Mwanafunzi hawi mkuu kuliko mwalimu wake, lakini kila mtu ambaye amehitimu hulingana na mwalimu wake. Luka sura ya 6 aya ya 40. Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Basi mpendwa ambaye unaendelea kufuatilia mafundisho kupitia channel yetu ya Mikono ya Kristo pamoja na mitandao yetu ya kijamii, Mungu akubariki sana kwa kuwa unatenga muda mara kwa mara kusikiliza mafundisho yetu, kupata tafakari ya neno la Mungu na kuweza kuchota maarifa ambayo tunaelekezana kila anapoitwa leo kupitia channel ya Mikono ya Kristo, ili tuweze kuwa na maarifa zaidi. Maana watu wengi wanajudi katika kumtumikia Mungu lakini si katika maarifa. Hivyo tunapeana maarifa ili tusiwe bize kwenye kumtumikia Mungu tukajikuta tunasahau kuyatumia yale maarifa ya Mungu na mwisho tunaanguka. Najikuta tunamtumikia Mungu hatuna maarifa, alafu tunadondokea palipo pabaya. Hiki ni kitu ambacho hakifai. Kwa hivyo kumtumikia Mungu na kuwa na maarifa ya kimungu ni vitu ambavyo vinapaswa kwenda pamoja. Basi somo letu la leo linasema hivi: una uwezo mkubwa sana, tatizo mwalimu anayekufundisha. Ama anaweza kulisema kwa namna hii: una uwezo mkubwa sana, tatizo mwalimu wako. Umeshajiuliza wewe mwalimu wako ni nani? Ndio maana neno la mwanzo kabisa nimesoma kwa habari ya mwanafunzi na mwalimu wake. Kila kitu ambacho Mungu amekuwa kila kitu ambacho Yesu alikuwa anakifanya, lengo kubwa lilikuwa ni kufundisha. Lengo kubwa lilikuwa kufundisha watu waelewe jinsi maisha yalivyo. Sasa unaweza kukuta wewe hapo Mkristo umekwama. Kama umekwama kiuchumi, umekwama kimaendeleo kwa mawazo, umekwama shuleni kwako kitaaluma, umekwama kwenye mashamba yako, mambo ya kilimo, umekwama kihuduma, yani unaona kwamba hii haiwezekani. Yani nafikia hatua wewe Mkristo umebatizwa, umempokea Kristo Yesu, umempokea Roho Mtakatifu, halafu unaona vitu vimekwama na wewe unakubali kwamba vimekwama. Sasa mimi nataka kudili na wewe. Yani wewe ambaye unaona vitu haviwezekani, si mnakutana na watu jamani, jamani mimi hii ndoa imenishinda, kabatizwa huyo. Jamani mimi nimehangaika maisha haya kweli, na natafuta sana hela sipati, yani mimi basi bwana nirudi kijijini, kabatizwa huyo. Jamani watoto wangu kila nikihangaika wako vile vile, yani hawabadiliki, wanafanya tu malaya, wamekuwa makaba, kabatizwa huyo. Watoto wangu mimi wezi, wamenishinda tabia, yani jamani, yani mimi sijui nifanye nini. Yani mtu anaona haiwezekani, yani anaona hawezi. Jamani mimi namuombea sana mtoto wangu lakini hapati baraka, afunguliwi. Huyo mtu anayesema maneno hayo amebatizwa. Ndio kitu cha ajabu kabisa. Yani amefanya nini? Amebatizwa. Hivi tunaelewa vizuri mtu anapobatizwa anakuwa na nafasi gani kwa Mungu? Ndio pale tunapopata nafasi ya kuwa mtoto wa Mungu. Nasema Mungu ni baba yetu, Yesu ni baba yetu. Kama Yesu ameweza kila kitu na alituonesha kwamba Yesu amefanya mambo makubwa, wewe mtoto wake unashindwaje kufanya mambo hayo? Zingatia somo. Unao uwezo mkubwa sana, sio mkubwa tu, unao uwezo mkubwa sana, tatizo mwalimu wako. Unafundishwa na nani? Jiulize swali hilo. Sasa hapa pana changamoto kubwa sana kwa watu. Yani changamoto ni kubwa mno. Mwalimu wako ni nani? Labda nikuulize, mwalimu wako ni dunia hii? Je, mwalimu wako ni marafiki ama ndugu zako ama jamaa? Je, mwalimu wako ni tamaduni? Je, mwalimu wako anayekufundisha maisha nani? Hayo maisha unayoishi umeyakopi kutoka wapi? Ulijifunza wapi? Ulimuona nani mpaka hapo ulipo leo? Ama mwalimu wako ni neno la Mungu? Hapa pana kitu cha muhimu sana ningependa ukielewe. Dunia hii sio ya kuaminika. Ndio maana dunia kila siku inabadilika. Marafiki sio ya kuaminika. Ndio maana marafiki kila siku wanabadilika.
Ndugu jamaa pia sio wa kuaminika. Ndio maana watu wanazaliwa tumbo moja na wanauana bila kujali wamezaliwa tumbo moja. Utamaduni ndio kabisa, hiyo ndio hea. Naomba nisimamie hapo, nikae vizuri hapo kwenye changamoto ya tamaduni. Yaani mtu amebatizwa, mtu amempokea Yesu, mtu anasema yeye ndiye Yesu Kristo ndiye Bwana na Mwokozi wake. Yaani wewe unasema Yesu Kristo ndiye Bwana na Mwokozi wangu. Unapobatizwa maana yake ni kuambie tu, kabla ya kubatizwa unakuwa una dhambi, unakuwa ni mwenye dhambi. Hakuna namna, hata kama ungekuwa umezaliwa leo una dhambi. Ukishabatizwa umeondolewa dhambi ile ya mauti na dhambi nyingine zote zimeondolewa. Lakini pia umempokea Roho Mtakatifu. Lakini pia unafanywa kuwa mtoto wa Mungu. Maana yake ukishakuwa mtoto wa Mungu, haki zote za mbinguni ni zako. Uombe haki za mbinguni. Kwa hiyo maana halisi ya ubatizo ni kuachana na maisha ya kale hayo ya tamaduni. Hizo tamaduni za kwenu hizo, uende kwenye kumfuata nani? Mungu wa mbinguni. Sasa wewe ulibatizwa ama umebatizwa, umempokea Kristo Yesu, amekuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwenu akitambika, jina lako limo. Ukizaa mtoto, kitovu sijui umekificha wapi? Wanasemaga sisi tukifiche. Mara sijui mtoto akizaliwa usitoke nje siku 40. Mara huyu mtoto namfanyia sijui 40. Mara sijui tukifa tunanyolewa upala. Mara tukifa tunavaa vitambaa. Vitambaa tunavaa mwezi mzima. Mara yani tamaduni zinakusonga hali ya kuwa wewe umebatizwa. Hizo mila ambazo unaziendekeza, unaelewa maana yake? Hizi ndio mwalimu wako. Yani hiyo ndio mwalimu wako ujue. Na ndio watu wengi wanapoteleaga hapa. Yani hapa kwenye dunia kiasi, kwenye marafiki hapa ni kiasi, kwenye tamaduni hapa watu wengi wamezama. Yani mtu ni Mkristo, mtu amempokea Yesu, lakini bado tamaduni zimejaa kichwani kwake. Maana yake tamaduni ndio mwalimu wako. Sasa tamaduni hizo nyingi, tamaduni zetu nyingi, yani kiasili, tamaduni za asili nyingi ni za miungu, kwa sababu hapo mwanzo hapakuwaga na Mungu, ulikuwa na ibada za miungu. Kwa hiyo tamaduni nyingi asili yake ni miungu. Tamaduni chache sana ambazo zinaoana na mapenzi ya Mungu. Unaweza kuniuliza kwa mfano tamaduni gani? Nitakuuliza kama kutahiriwa. Kutahiriwa ni tamaduni ni ya Kiyahudi, lakini haikuwahi kuleta shida. Hata kwenye Biblia ukisoma vizuri, ni tamaduni ambayo haina shida. Kutahiriwa, kutokutahiriwa ni kitu kimoja. Kwa hiyo anapotahiri watoto hakuna shida. Ni tamaduni, kumbuka ni tamaduni, lakini haina shida. Ndicho ngoja nakimaanisha. Kwa hiyo kuna tamaduni ambazo hazina shida, lakini tamaduni nyingi zina shida mbele ya uso wa Mungu. Tamaduni za maisha yetu, kabila zetu, yani bado tuna ule ukabila. Tuna ule nini ukabila? Yani kitu ambacho hakifai. Tuondoe ukabila. Tuondoe tamaduni zetu za makabila yetu. Tunapokuwa tumebatizwa tulijue neno zaidi. Ndio maana nikasema rafiki yako ni neno la Mungu. Ukiwa na urafiki na neno la Mungu, neno la Mungu ni Mungu mwenyewe atakuwa anaongea na wewe, atakufundisha kila kitu. Atakwambia cha kwenye tamaduni yako, hiki hakifai, hiki kinafaa. Lakini leo wewe unafanya kila kitu cha tamaduni. Yaani unachokataa wewe, mimi siendi kwa waganga, mimi si dawa za asili, lakini vitu vingine vikitokea unafanya. Wangapi mmeokoka? Wangapi mmempokea Yesu Kristo, lakini ikitokea misiba mnanyolewa nywele? Maana yake nini? Wangapi mnafanya vitu namna hiyo? Inatokea misiba, mtu anafungwa vitu, sijui kamba, sijui vitu gani, mpaka siku 40 zinapita. Sasa hizo kamba kazi yake nini? Kazi yake nini? Yaani kuna vitu vingi vinafanyika. Kuna mambo mengi yanafanyika ambayo ni ya kitamaduni. Sasa mambo haya wakati mwingine na wakati mwingi sana ndio anakufanya wewe yanaua uwezo wako wa kiroho. Ndio maana nimekuambia kila mtu anao uwezo mkubwa sana. Tatizo mwalimu. Tamaduni na kuharibia wewe. Yamkini unapofunga hiyo kamba yako mkononi unafikiri tu ni kamba, kuna vitu na resist katika maisha yako, inakudumaza wewe katika ulimwengu wa roho. Ndio maana unaona kama vitu haviwezekani, kwa sababu kila ukifanya havitokei. Havitokei kwa sababu kuna mahali viko resisted, yani vimezuiliwa. Na vimezuiliwaje? Si ulienda kwenu kwenye msiba akakunyoa nywele? Vimezuiliwa vipi? Si ulienda kwenu wakakuvalisha sio kamba gani baada ya msiba? Si wewe ulichukua kitovu cha mtoto ukakificha? Wengine mnavyo mpaka leo. Haya masomo nimekuwa nikiyafundisha kwa kurudia ili uelewe kwamba tamaduni ndio inayokuangamiza. Wengine kwenu kwenye mimba zenu wakati mnazaa watoto wenu mnaziweka tamaduni kwa wingi, kula sana madawa. Haiwezekani kule kwetu usipokula manyasi haya ujifungui salama. Na nikasema mbele ya Yesu kuna kitu kinahitaji msaada wa namna hiyo.
unahitaji msaada wa namna hiyo. Hatukatai dawa, dawa zipo, lakini hizo dawa za asili nyingi zake zina vitu vina manuizo ya asili. Ndio maana tunaona ni heri ukaziacha tu, kwa sababu nyingi zake zina manuizo, yani zina asili ya kimiungu. Sasa kuna vitu vingi viko resisted, vimekuzuia wewe, vimekusonga wewe. Umeenda kwenu, unaenda kwa mfano kule kwetu unaenda, umefika mgeni, hauingii ndani mpaka waongee kwa nje hapo, anakuja bi mkubwa pembeni, anasema maneno fulani, wanakumwagia maji, ndio unaingia ndani. Sasa mimi nikienda kama leo na msikizeni mimi, wekeni pembeni vitu vyenu. Mimi nimekuja hapa, nimekuja kutembelea watu. Siwezi kuaccept, siwezi kukubali vitu hivyo, kwa sababu ninajua nimempokea nani? Kristo Yesu, na hivi vitu havina maana kwangu, kwa sababu hata wakiniambia kwa nini wanafanya, hakuna sababu ya msingi. Si tayari Roho Mtakatifu anasema ndani yako, ulipobatizwa umempokea Roho Mtakatifu ambaye atakupa amani juu ya mambo yaliyo halali, atakupa uzito juu ya mambo yasiyofaa. Ndio maana halisi ya kubatizwa. Lakini mtu anakwenda, bwana mimi kazi nimekosa, yule nyumbani, mwanangu kaa hapo au kae hapo, ngoja tukae tusemeseme hapa usiku ili mambo yafunguke. Wewe unaona wanasema, kumbe wanasema wanaisemesha miungu. Wewe unang'ang'ania kwenye tamaduni hizo, umezishikilia na kuzikumbatia, kumbe tamaduni zisizofaa. Maana yake nini? Ndio maana mambo mengi yanakuwa yaendi, ni kwa sababu watu wengi wanafuata tamaduni za kwao, hawajaziacha, hawajakubali kuacha. Yaani watu wengi wamempokea Kristo, lakini nakuhakikishia wamempokea Kristo nusu nusu. Yaani mtu hakubali kuachilia tamaduni ya kwao, bado hata kwenye kusengenya. Yani kuna mtu mwingine akishakaa na mtu wa kabila lake, wakiona mtu anaongea kilugha wanasengenya. Hayo mambo yalikuwa zamani. Umeshampokea Kristo, waambie wenzako, jamani mimi nimempokea Kristo, haya mambo hayafai ya kusengenya. Umekaa sehemu, mmekaa watu 4 5 6 7 8, mnakaa mnazungumza, mnataka kuliongea jambo, mimi sijui mnataka kuongea jambo gani, mnaanza kuchanganya kilugha ili wenzenu wasielewe. Sasa kwa nini mnakuwa na tabia namna hiyo? Ukiona jambo hili ni la faraga, mnaweza mkatenga muda, ngoja tutoke hapa, hebu njoo tuongee kidogo. Haina shida, kaongeeni pembeni. Lakini mmekaa watu mnafurahi, anatokea mtu kaingiza lugha ya kwao, mnacheka mnafurahi. Hii sio sawa. Vitu hivi ndivyo vinavyokataliwa, na vitu hivi ndio vinakuletea shida wakati mwingine katika maisha yako. Unaona nguvu ya kiroho haipo, ni kwa sababu ipo nguvu nyingine ambayo wewe unaiendekeza, inafanya kazi ndani yako. Kila mtu anayo nguvu, isipokuwa mwalimu aliyekufundisha ni nani? Kama si mwalimu, wewe unamtegemea nani katika hiyo kazi unayoifanya? Yaani imani yako umeweka wapi? Kuna watu hata kwenye huduma unakuta, yani huduma tupo kwenye huduma, tunafanya mambo ya kuabudu, mambo ya kusifu, tupo kanisani, lakini labda unakuta mtumishi wa Mungu ni labda ni kabila fulani, wasaidizi wake ni kabila fulani. Angalia watu walivyokuwa ajabu sana. Yani mtu yuko razi amtafute yule wa kabila la kwao ndio akamweleze shida yake, hata kama mtu huyo hahusiki na jambo hilo, anayehusika ni mtu mwingine, lakini anaona ngoja kwanza nikamwambia yule wa kabila yangu. Sasa wewe ukishaona unaanza kupeleka mambo kwa ukabila, wewe hujapona, wewe bado hujampokea Kristo, wewe bado na makando kando. Inabidi kufundishwa kwa habari za Kristo vizuri. Kristo hana ukabila. Ndio maana alipowachagua wale wafuasi 12 alichanganya makabila ya kila aina, alichanganya familia tofauti, akawaweka pamoja, akawafundisha kuwa wanafunzi. Kwa hiyo Yesu alipokubatiza wewe, ulipata ubatizo, amekuita kuwa mfuasi, anaendelea kukufundisha. Na ukishapokea ubatizo, wewe utafundishwa mpaka unaingia kaburini. Lazima ukubali kuwa mfuasi, lazima ukubali kuwa mwanafunzi wa Yesu, ili Roho Mtakatifu apate nafasi ya kukuhudumia uweze kushinda. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye anayefanya kazi ya kushinda, ila mwalimu wako alikufundisha nini? Umeona? Lakini kama ukifuata, kwa mfano ukilifuata neno la Mungu, neno la Mungu linakufundisha vizuri. Sasa ukichagua kuifuata tamaduni, hilo ni kosa. Yaani umechagua kufuata kitu ambacho sio sahihi, unaifuata tamaduni. Kwa sababu ukishampokea Kristo, maana yake umeikataa tamaduni. Yaani umegoma kwa mimi tena sio wa kabila fulani. Kwa hiyo kuendekeza hayo mambo maana yake ni kujiletea matatizo wewe mwenyewe, na matatizo lazima atakuandama. Ndio maana nikaanza na neno la kwanza kabisa kutoka kitabu cha Luka sura ya 6 aya ya 40 kwa habari ya mwanafunzi na mwalimu. Kwa hiyo mwalimu anachokufundisha ndicho utakachokipata wewe. Sasa neno la Mungu, mwalimu ni Mungu mwenyewe. Kwa hivyo Mungu anakufundisha kila leo na kuwa bora. Ndio maana neno la Mungu halinaga mwisho. Mtu anaweza kufanya kazi ya utumishi miaka 40, akakwambia mwaka 41 nimeona kitu ambacho miaka yote 40 sijawahi kukiona. Kwa hivyo kila siku neno la Mungu huwa jipya, halichuji.
Ndio uzuri wa kukubali kufundishwa na neno la Mungu. Fungua kitabu chako cha Biblia, weka karibu Biblia yako, usipende kutumia Biblia za kwenye simu. Fungua kitabu cha Ezekieli sura ya 36 aya ya kwanza. Ndio Ezekieli sura ya 36 aya ya kwanza. Fungua Biblia yako, fungua Biblia yako. Kama una Biblia basi nakusii, kama naendelea kusii, andika pembeni. Ila kwa dharura unaweza ukatumia hiyo Biblia yako kwenye simu, lakini nisingependa ufanye hivyo kwa sababu si kitu kizuri sana. Kwa dunia tulionayo na tunakoelekea, kutumia Biblia za kwenye simu si sawa sawa. Pendelea kutumia kitabu cha Biblia, kitakusaidia. Kwanza unapofungua unajua jinsi Biblia ilivyoandikwa na ilivyopangiliwa. Ukisoma katika kitabu cha Ezekieli sura ya 36, Ezekieli sura ya 36 aya ya kwanza, anasema hivi: na wewe mwanadamu, itabirie milima ya Israeli useme, enyi milima ya Israeli, sikieni neno la Bwana. Ezekieli anasema na wewe mwanadamu, tabiria milima. Imekaaje hii? Mwanadamu akaongea na milima isiyosikia, lakini anakuambia sema, useme enyi milima ya Israeli, lisikieni neno la Mungu. Umeelewa vizuri? Kumbe mwanadamu ana uwezo wa kusemesha milima na milima ikasikia neno la Mungu. Mwanadamu ana uwezo mkubwa wa kusemesha vitu. Ewe mwanadamu, akusema malaika, ni mwanadamu. Na wewe pia ambaye umempokea Kristo Yesu, umempokea Kristo ambaye anakuwezesha kuyafanya yote. Hivi kitu gani kinakusababisha wewe unasema umekata tamaa? Kitu gani kinakusababisha wewe unaona hauwezi? Kitu gani kinakupelekea kuona kwamba hayo mambo hayawezekani? Ndio swali langu. Kwa nini unaona haiwezekani hali ya kuwa Mungu anasema ukishampokea yeye, ukishakubali kukiri na kuamini kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana Mwokozi wako na alifufuliwa kutoka wafu, wewe umeokolewa kweli kweli, roho yako imeokolewa. Nini kinachokushinda mahali hapa? Nini kinakushinda? Kinakushinda nini? Wanafunzi wa Yesu walijua vitu vingi sana, na ndio maana Yesu alipoondoka waliendelea kuifanya kazi kubwa, na tumeendelea kuzaliwa wanafunzi mpaka leo. Sisi tunaofundisha leo ni zao lile ambalo Yesu aliliweka. Angalia ni kwa jinsi gani elimu imeenda kwa upana wake. Miaka 2000 imepita mpaka leo, walimu wanazidi kuzaliwa na Roho Mtakatifu anazidi kufanya kazi ndani yao. Lakini bado na wao walikuwa na changamoto 2-3. Kuna mahali Yesu alifundisha, lakini kulikuwa kuna vitu vilikuwa wao ni vigumu kwao, na Yesu anawaambia nyinyi nitakaa na nyinyi mpaka lini? Kwa habari ya kufanya kazi hii na kazi hii, mnakuwa mnaniuliza kila wakati, mbona ninawafundisha alafu hamuelewi? Ndio nilisema mwanzo, neno la Mungu kilishika vizuri, linakufundisha vizuri, labda wewe ushindwe kufanya nini, labda ushindwe kuelewa. Lakini ukichagua kuifuata tamaduni, wewe umechagua njia mbaya. Ukichagua kufuata marafiki, umechagua njia mbaya. Ukichagua kuifuata dunia, umechagua kufuata njia mbaya. Ukiwa na Biblia yako, fungua kitabu cha Mathayo sura ya 17. Mathayo sura ya 17 aya ya 19 hadi ya 20. Fungua Biblia yako, Mathayo sura ya 17 aya ya 19 hadi ya 20. Tuone kuna kitu hapa Yesu alikuwa anakifanya na wanafunzi walijifunza kitu zaidi kwa Yesu. Nitasoma aya ya 19. Kisha wale wanafunzi wakamwendea Yesu kwa faraga, wakasema, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Ukisoma hapa juu, kuna mtu alikuwa na pepo ambaye walihangaika naye akashindikana kumtoa, wakampeleka kwa Yesu, Yesu akamtoa. Sasa wanajiuliza, kama wewe ndio utufundisha hii kazi, mbona huyu tumeshindwa kumtoa? Kumbuka neno la mwanzo kabisa, mwanafunzi hawezi kumzidi mwalimu wake, lakini ukihitimu unakuwa sawa sawa na mwalimu wako. Lakini kuna mahali ukifanya uzembe, mwalimu anakuacha. Unaweza kuona uko sawa sawa na mwalimu wako, lakini mwalimu akakuacha ukabaki peke yako. Ndicho kilichotokea kwa wanafunzi. Wakamuuliza Yesu, kwa nini hatukumtoa huyu? Maana yake walikuwa na uwezo mkubwa sana kufanya kazi, wakijua kabisa wana uwezo huo. Ndio maana wakasema, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Kwa sababu walijua uwezo wa Yesu, wakajua kabisa uwezo wa Yesu na sisi pia tunao. Ndio maana wakamwambia, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Ingekuwa wanajua kabisa uwezo ule hawana, wasingemuuliza Yesu, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Wangemuuliza Yesu, umefanyaje umemtoa huyo? Tufundishe na sisi. Lakini wamwambia, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Maana yake wanaamini katika nguvu walionayo. Na wewe vile vile, zinapotokea changamoto ujiulize, mbona mimi changamoto hii inanishinda?
wakati nimempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yangu? Kwa hiyo mbona mimi changamoto hii inanishinda? Kama vile wafuasi wa Yesu walipouliza, lakini Yesu aliwajibu kueleza, akasema, Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa maana amini nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtauambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, nao utaondoka, wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Imani, anawaambia kwa sababu ya upungufu wa nini? Wa imani. Yani nyinyi mnaamini, mnatenda, lakini kuna vitu bado mnaona kama haviwezekani. Na wewe vile vile una imani, unaye Yesu, lakini bado unamwona kama Yesu aliye ndani mwako kuna vitu hawezi kutenda. Kumbuka jambo moja, kila linalofanyika katika ulimwengu haufanyi wewe, anafanya Mungu mwenyewe. Kwa hiyo ukimpa nafasi thabiti kabisa ya kufanya jambo fulani, maana yake lazima alifanye. Ndio maana akawaambia kwa sababu ya upungufu wa imani, kwamba nimewafundisha vizuri, njia ni nzuri, lakini nyinyi kuna mahali imepungukiwa imani. Mlipoona labda changamoto imekuwa kubwa, mkahisi kwamba hii haiwezekani, ni upungufu wa imani. Kwa sababu upungufu wa imani ndio maana mkuweza kulitenda hili. Kumbuka wanafunzi walimfuata faraga. Na wewe vile vile kwa upungufu wa imani ama kwa upungufu wa mafundisho, maana kuna mambo mawili hapa. Kuna mwalimu ambaye amewafundisha wanafunzi ambao wameelewa vizuri, lakini bado kuna mahali wakadauti, kwa nini tumeshindwa? Lakini Yesu anasema sio kushindwa, mmekosa imani. Sasa hawa ni wanafunzi ambao walibeba neno la Mungu, lakini kuna mahali wampungukiwa imani. Na wewe inawezekana mwalimu wako ni mwalimu sahihi, unalitafakari zaidi neno la Mungu, unasoma zaidi Biblia, Mungu anasema nayo kupitia neno lake, lakini kuna mahali hautaki kuamini kama inawezekana, kwa sababu unawaza kibinadamu, unawaza kwa akili zako, hautaki kumwachia Roho Mtakatifu afanye kazi yake. Lakini walio wengi na wazungumzia hapa, wao wameliacha neno, wamefuata tamaduni. Tamaduni na waua. Tamaduni na neno la Mungu ni vitu viwili tofauti. Hawa wote walikuwa wanawaponya Yesu, walikuwa na tamaduni zao. Maana yake hizo tamaduni zilishindikana. Walipenda kwa Yesu, alitamka tu maneno yakawa. Yesu kuna mtu alimpa kijiti, alimpa mizizi? Hapana, alionyesha kwamba Mungu anapotaka kufanya jambo lake, anaweza asihitaji msaada wa aina yoyote akafanya. Kwa hiyo na wewe vile vile ondoa tamaduni zako. Ukiwa umempokea Yesu, ujue kwamba Yesu ni full package. Anaweza kila kitu. Lakini neno hili mwishoni alisema, lakini kwa namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Aliongezea tu maarifa. Wakati mwingine muwe mnafunga. Mnaposali mfunge kwa ajili ya kuombea mambo fulani fulani. Sasa wewe mwenyewe unaweza kana mfungo kwako ni mtihani. Unaona? Kwamba maarifa unayapata, lakini hauyajui vizuri hayo maarifa. Hauyatekelezi vizuri hayo maarifa. Kwa sababu kuna vitu ambavyo hujavidaka sawa sawa kwenye neno la Mungu. Lakini hawa ni wachache, walio wengi tamaduni. Nimesema hapa tamaduni. Wewe jiulize tu, angalia hata kwenye familia yenu, angalia maisha ya kwenu. Hawa watu ambao wanaitwa Wakristo, wanaokwenda kanisani kila siku, tamaduni za kwao wameziacha kweli kweli. Tazama swala la sherehe likija, waangalia tamaduni za sherehe. Sijui mtu anaolewa mpaka mkanyagane migongoni. Ndio nini hiyo? Sijui mtu anaolewa mnapeana mikuki. Hiyo mikuki ya nini? Mnaenda kuinda? Ya nini hiyo? Mnapeana. Hiyo ni vitu vya matambiko, hivyo ni vitu vya kimiungu. Bado mnavibelea haya bwana. Kwa hiyo tunapewa mkuki. Huo mkuki wa nini? Hiyo ngao unayopewa ya nini? Ujue maana yake kuna vitu hapo vinaendelea katika ulimwengu roho. Wewe ndio uvijui. Alafu kesho na kesho kuta vinakukaba, kwa sababu hivyo vitu vina madai yake. Vinataka matambiko, vinataka vitu vingi vifanyike vya kimila ambavyo wewe hufanyi wala uvijui, lakini unavyo ndani kwako. Sasa unataka kuolewa, vinakuzuia. Unataka kuoa, vinakuzuia. Miungu inakataa, umetukataa na sisi tunakataa usifanikiwe. Unataka kwenda kusoma, unafeli au unafaulu kwenye masomo yako, upati kazi. Miungu inasema kweli umesoma, tunakubali kwamba umesoma, lakini wewe una vitu vyetu, hautaki kututumikia, tunazuia. Unakuja kulialia hapa, mimi mambo yangu hayaendi. Sio mambo hayaendi, kuna vitu ambavyo umevikumbatia. Ukikubali kuviacha, Yesu atafanya kazi. Yesu alipokwenda kumfufua Lazaro alisema, ondoa jiwe, ondoeni jiwe. Kwa nini asingeweza kumwombea akatokea pembeni? Ondoa jiwe. Na wewe vile vile kubali kuondoa makando kando yote ambayo yanakutenganisha na Mungu wako. Uliumbwa ili umiliki na kutawala, mpendwa. Au kuumbwa ili uteseke. Uliumbwa ili ufanye kazi ya Mungu katika ubora, katika uwezo wa ubora, ufanisi na viwango vya hali ya juu kabisa. Sio lezi. Kwa hiyo ukiona wewe unaenda chini, unaenda juu, unaenda chini, unaenda juu, yani unaona kabisa mikwamo ni mingi, maana yake kuna mahali kuna shida. Mwalimu wako ni nani? Chagua mwalimu kuanzia leo. Umesikia somo hili? Chagua mwalimu. Nimekuambia uliumbwa ulifanya nini? Umiliki na kutawala. Nenda kasome kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza 29 itakusaidia. Ujue kwamba Mungu alimuumba mwanadamu kwa kusudi gani? Amiliki na kutawala.
Sasa mtu anayetakiwa kumiliki na kutawala, kwa nini anataabika? Maana kama unataabika kuna shida mali, rekebisha. Nimekwambia mfumo ni mwalimu wako. Unamsikiliza nani? Dunia leo. Okay. Mafundisho ni mengi. Mafundisho halisi yana sifa chache tu. Sifa ya kwanza, yanahubiri zaidi kuhusu wokovu. Yanahubiri kuhusu toba. Yanahubiri kuhusu kuongoka. Alafu yanahubiri sana mafanikio. Hayatili sana mkazo kwenye mafanikio. Ukianza kuona mahubiri, yani sifa ya mahubiri asilimia kubwa na kuhubiria utajiri. Ndugu yangu, miguu unayo, mikono unayo, macho unayo, masikio unayo, tafuta mahali sahihi. Ukiona watu mahubiri yao kutwa kucha ni utajiri, huyo sio Mungu. Mungu anahubiri wokovu, kwa sababu utajiri ni kwa ajili hapa duniani. Kwa hiyo nikikuhubiria utajiri alafu ukiupata usipookoka itakusaidia nini? Lakini nikikuhubiria wokovu kwa okolewa ukapata na utajiri itakusaidia. Utatumia utajiri wako hapa duniani, utafanikiwa kama ninavyokuambia hapa duniani, lakini wokovu unao ndani yake. Kwa hiyo fuata neno la Mungu, chagua mwalimu wako awe neno la Mungu, chagua kulitafuta neno la Mungu, linahubiriwa kila mahali. Chukua Biblia yako, soma, tafuta watumishi wa Mungu wakusaidie ili upate nini? Upate wokovu. Ndio solution ya kuachana mambo haya. Kingine, anza kukataa mambo ya kimila. Jitenge na mambo ya kimila. Unapookoka mambo ya kimila hayakufai. Hayo mambo kurudi nyumbani kwenu unafanya matambiko kila mwaka wakati umeokoka. Sikiliza bwana. Naomba nikusisitize kwa kitu kimoja. Kwa Mungu haingii watu kwa ushabiki. Uelewe hivyo. Hakuna kusema watu 10,000 walimshabikia Mungu atenda mbinguni. Hakuna kitu cha namna hiyo ndugu yangu. Kwa Mungu anaenda watu waliosimama thabiti kulishika neno la Mungu kwa ukweli na haki, bila kujali wangapi wanasema nini. Hata kama dunia nzima itasema Yesu si Mungu, mmoja akisimama akisema Yesu ni Mungu, huyo ameokolewa. Sasa usije ukoo wako kwa kuponza, familia yako kwa kuponza, marafiki wako kuponza, kwa sababu ndio tabia zao, ukasema ngoja uwafuatishe. Sikiliza, yupo Roho Mtakatifu, muulize. Akikwambia usifanye, acha ndugu yangu. Amani ambayo ikikataa ndani yako, acha. Fuata njia iliyo sahihi, na njia ya kwenda mbinguni unaambiwa ni nyembamba. Uembamba sio kama njia nyembamba ndugu yangu, njia ni pana. Haimaanishi njia ya mbinguni nyembamba, tena pana kweli kweli. Inawezekana ikawa ni pana kuliko hiyo inaenda jehanamu ya moto. Inawezekana, uwezekano upo mkubwa sana. Unapoambiwa nyembamba, maana yake wanaotaka kufuata njia hiyo ni wachache, kwa sababu matendo yake hayafurahishi mwili. Hiyo ndio wembamba wake. Sio kwa habari ya utajiri, sio kwa habari ya mafanikio ya mwili. Inazungumza mafanikio ya rohoni. Leo hii unaambiwa haya, sasa tunakwenda mbinguni. Acha kutambika. Ukoo mzima unatambika. Unaona kazi ndogo hiyo? Ndio wembamba wenyewe sasa huo. Kwamba niwaache familia nzima, nimwache baba yangu na mama yangu. Lakini kumbuka Yesu alisema sikuja kuleta amani duniani kwa ajili ya mambo kama haya, bali amekuja kuleta mafarakano. Unajiuliza mafarakano ya nini? Ndio haya sasa. Wewe unasema mimi namkiri Kristo, namkubali Kristo, wao wanakuambia sisi tunatambika. Unasema mimi sitaki kukutambika. Hayo sio mafarakano. Tayari mafarakano yameingia katika familia. Sasa chaguo ni lako, hiari ni yako kuchagua kwamba nifuate ama nisifuate. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo unapotaka kutafuta neno la Mungu, uelewe kabisa kwamba inaweza katokea mafarakano. Changamoto lazima ziwepo, lazima ukubali. Sisi watumishi, ukija kutuuliza siri, watumishi wengi wamegombana na familia zao. Ukikaa na watumishi wengi wauliza, atakwambia bwana, mpaka unaona nimesimama kwenye utumishi, mimi na familia yangu hatuelewani, kwenye ukoo kwa hatuelewani, katika ukoo mzima naongea na watu wawili. Hiyo ipo sana. Kwa nini? Kwa sababu watu wa ukoo wamechagua matambiko, wamechagua mila, wamechagua kuzindika, wamechagua kutoa kafara za kifamilia na za kiukoo, wamechagua kunuiza, wamechagua kwenda kuomba makaburini. Ndio waliochagua, ndio maisha waliochagua, hataki kuacha. Wanataka wokovu, wanataka na matambiko. Wao umegoma, ukishagoma nakwambia anajifanya mjanja. Wanakutenga. Lakini heri utengwe na familia, usitengwe na Yesu, kuliko ukubaliwe na familia afi Yesu akutenge. Hiyo ndio mbaya zaidi. Kwa hiyo lazima kuelewa wokovu ni kufuata msalaba. Anataka kumfuata Yesu, ajitwishe msalaba wake mwenyewe. Beba msalaba wako. Watakutukana, iwe familia, iwe majirani, uwe ukoo, wawe marafiki, wawe ndugu, hata kanisa. Kuna wakati mwingine watu wa kanisa wanakuwa hovyo kabisa. Yaani kitu sahihi wanakikataa, kitu cha hovyo wanakikubali. Usikubali kufuata hata kama kanisa linasema hivyo. Kataa. Fuata vitu ambavyo ni sahihi. Fuata kitu ambacho Roho Mtakatifu anakuambia. Ndani yako anakuambia hiki sio sawa sawa. Hiki sio sawa sawa. Wanakuambia sawa sawa. Acha kabisa. Acha, usije ukajaribu. Fanya kile kitu Roho Mtakatifu anakuelekeza, kwa sababu hakuna mahali popote palipoandikwa watu wa kanisa fulani watakwenda mbinguni, watu wa kanisa fulani hawatakwenda mbinguni. Hakuna mahali pameandikwa kitu cha namna hiyo. Hakuna. Kwa hiyo ndugu yangu, ukitaka wokovu, kubali kuwa na neno la Mungu. Rafiki yako liwe neno la Mungu.
Biblia ndio neno la Mungu. Unaposoma Biblia unaongea na Mungu. Unaposoma Biblia Mungu anaongea na wewe. Short and clear. Ni kitu ambacho ni rahisi sana. Ni rahisi sana. Hivyo ndugu yangu, ninakusii, ninakuomba ulifuate neno la Mungu. Rafiki yako awe neno la Mungu. Una uwezo mkubwa sana, tatizo mwalimu wako. Usikubali dunia ikufundishe. Kubali kujifunza vitu baadhi kwenye dunia kwa marafiki, baadhi vile ambavyo vinafaa. Usikubali awe ndio mwalimu wako mkuu. Hapana. Chagua neno la Mungu liwe mwalimu wako mkuu, kwa sababu dunia hii si ya Mungu. Dunia hii ni ya mambo ya kimiungu. Dunia ni ya miungu hii. Dunia ni ya kuzimu. Soma vizuri Biblia yako. Mungu na dunia ni vitu tofauti. Hii dunia ndio maana inapita itakwenda kuangamizwa. Kwa nini kama ni ya Mungu inaangamizwa? Mungu ameweka dunia tumtumikie, tuwajibike, tufanye kazi zake kupitia dunia. Lakini dunia haitutaki. Dunia inataka mambo yake, inataka starehe, inataka anasa. Mungu hataki starehe, Mungu hataki anasa. Anataka uwajibikaji wa kumpokea Kristo kwa mikono yote miwili. Ninakushukuru kwa kuendelea kufuatilia mafundisho haya. Ni imani yangu katika mafundisho yako kuna kitu utakuwa umepata, kama sio kimoja, viwili ama vitatu. Na Mungu aendelee kukutia nguvu katika masomo haya. Roho Mtakatifu aendelee kukufunulia yale yaliyojificha ili uweze kuyapata kwa usahihi. Kwenda kuyasoma neno la Mungu, unapolisoma akufunulie mambo mengi upate kuelewa. Usije ukadanganyika. Ili unaposimama kulihubiri neno, unaposimama kumshuhudia Kristo, uwe na uhakika kama vile sisi tunawafundisha. Tuna uhakika. Tunayofundisha hapa tuna uhakika. Hata mtu akinifuata saizi ananiambia una uhakika gani? Ananiambia kaa chini nikuelekeze. Nina uhakika. Ndio maana nimekupa vifungu, nimezungumza kwa uzoefu, nimezungumza kwa taaluma yangu, nimezungumza kadiri vile ambavyo nina uhakika mambo jinsi yanavyokwenda. Mungu akubariki sana. Endelea kufuatilia mafundisho yetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Lakini nakuomba endelea kusambaza mafundisho haya kwa wengine mara upatapo nafasi. Yamkini kuna watu wangependa kusikia neno, lakini kwa bahati mbaya walipo neno kwao ni tatizo. Kuna watu wako nchi nyingine huko mafundisho hayatakiwi kabisa. Kuna watu wengine huko wahubiri hawapo kabisa. Kuna watu wengine wameenda kwenye nchi ambao lugha zinazoongelewa hawazielewi vizuri. Kwa hiyo unapotumia mafundisho kama haya, wakiasikia wanafurahi, wanabarikiwa, wanafunguka na wanaendelea kumtumainia Mungu akijua kabisa kwamba neno la Mungu limenifikia, kwa hakika Mungu yuko pamoja nami. Unaweza kwa drop your comment hapo kama una jambo fulani unataka kuelewa zaidi, unataka kuuliza, drop comment yako hapo. Baraka za Mungu zikushukie, drop comment yako hapo. Lakini vile vile kuna namba za simu kwa ajili ya msaada. Piga namba zetu. Ukitukosa basi tuvumilie, wakati mwingine tunakuwa tuko busy na majukumu. Lakini pamoja nayo yote, ukitupata tutaongea, tutajadiliana mambo mbalimbali. Kama una changamoto tutakuhudumia, kwa sababu ndio kazi ambayo tumepewa tuifanye. Hakuna kazi nyingine zaidi ya kumtumikia Mungu kwa njia ambayo tunaifanya. Basi Mungu awabariki sana. Tukutane tena wakati mwingine. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simoni Mpunga. Bye bye.